Mwenyekiti ni mtu. Wewe sio malaika, wewe sio Mungu, wewe ni mtu ambaye umepewa dhamana ya kuwasimamia watu. Uende kusimamia malaika, unaenda kusimamia watu. Wewe ni mtu, unaenda kusimamia watu. Nikamwambia kwa sababu hiyo lazima katikati yake kuna ubinadamu na utu utaonekana, aidha kwa kiongozi au kwa wale unaowaongoza. Sasa yale yanapotokea ndicho kipindi kinachokutofautisha wewe na wao. Maana sasa wewe unatakiwa kuwa mtoa solution, unatakiwa kuwa mtoa majibu, unatakiwa kuwa mtatuaji, na unapoyafanya hayo ndipo unapopata sifa ya kuwa kiongozi. Hiyo ilikuwa tafsiri yangu ya kwanza, na ninyi mlinipa tafsiri zenu nyingi tu, lakini tafsiri yangu ilikuwa ni hiyo. Kwa hiyo tuliona kwamba kiongozi ni mtu anayewaongoza watu ambao nao wana akili na uwezo wa kuongoza. Nikamwambia ni neema tu mimi kuwa mchungaji, ungeweza kuwa hata wewe. Ni neema tu wewe kuwa mwenyekiti, angeweza kuwa mwingine. Tunaelewana? Kwa sababu wote wale walioko pale mbele yako unaowaongoza wana uwezo wa kuongoza, tena wakati mwingine wanaweza wakawa na uwezo mkubwa kuliko wewe. Hata hapa ninapofundisha, yaani hapa kuna watu hapa, kuna vichwa vingepewa nafasi ya kusimama kufundisha, bila shaka wangefundisha vizuri zaidi kuliko sisi tunafundisha, si ndio hivyo? Kwa hiyo kimsingi kabisa, wewe kama kiongozi ufahamu kwamba unaongoza watu ambao sio matabura rasa. Tabura rasa ni kitu kitupu, kitu vepa ambacho hakina chochote, ni karatasi nyeupe. Hawa watu sio karatasi nyeupe, wana vitu unaoongoza. Lakini tukaona kiongozi ni mtu aliyepewa dhamana na wajibu wa kuongoza watu wengine au kundi kwa wakati maalum. Usifikiri unadumu hapo, usifikiri wewe ni wa milele, usifikiri umepata hati miliki kwenye nafasi ulionayo. Ni kwa zamu, leo upo, kesho mwingine, si ndio hivyo? Kwa hiyo tulizungumza hayo kwa kina na kwa mapana, lakini tukazungumza kwamba sasa huyu kiongozi ambaye ana dhamana anatakiwa kuwa kielelezo, anatakiwa kuwa mfano wa kuigwa na wale anaowaongoza. Tukasoma habari za kijana mwenzetu Timotheo alivyoambiwa kwamba uwe kielelezo kwa usemi, kwa mwenendo na katika upendo na imani. Tulizungumza sana hapa, tulikaa kwa muda lakini mwisho wa yote tukakonkludi kwa kusema kiongozi yeyote aliye kielelezo katika usemi wake, katika mwenendo wake, katika upendo wake, katika imani yake, katika usafi wake, huyo aweza kuwa kiongozi bora na wala sio bora kiongozi. Tuliyazungumza hayo, nawapitisha tu haraka haraka ili kama kuna mtu akwepo basi na yeye apate kitu chochote. Lakini tukaongea tukasema kiongozi ni yule anayesimama kwa niaba ya kundi wakati wote, anayesimama kwa niaba ya kundi wakati wote, wakati wa amani na wakati wa ari pia. Sio wakati wa ari wanasema mimi sio, muoneni fulani, mimi sio, muoneni fulani. Hapana, anasimama na kundi wakati wowote. Kiongozi ni yule anayefahamu malengo na mwelekeo wa kikundi au taasisi anayoiongoza. Tukazungumza sana hapo na tukahojiana kwa muda kidogo hapo kwamba hivi nini malengo ya malezi ya vijana? Mkanitajia mambo kadha wa kadha, lakini tukamuuliza kiongozi wetu, mchungaji wetu, na yeye akatupa mambo kadha wa kadha. Hivi mnaweza mkaniambia mlisema nini? Si tunakumbushana? Naam, nyosha mkono nisisikii. Malengo ya malezi ya vijana ni kwamba vijana hawa
waweze kuwa sehemu ya kutekeleza uinjilisti na utume ule wa Mungu aliotutuma. Nendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa kwa wanafunzi, mkiwabatiza na hivi na vile. Sisi wachungaji tubatize, nyinyi muwalete. Kingine tukasema nini? Tulizungumza kwa mapana kidogo hapo. Vipaji, kuibua vipaji. Malengo ya malezi ni kuvilea, kuviibua na kuvituma na kuvitumia vipaji vilivyoko ndani mwetu, kwamba ninyi mna vipawa. Kwanza mnazo nguvu za mwili kabisa na nguvu za akili. Mmoja akasema, sisi bwana vijana ni wale ambao wana uwezo wa kutekeleza mambo yao kwa haraka na kwa wepesi na kwa kasi sio kwa ya kawaida. Kwa sababu gani? Tuna nguvu. Si mnakumbuka yale mazungumzo yale na majadiliano yote yale? Vipawa ndani mwenu, kuna vipawa, kuna karama ambazo Mungu ameziweka. Sasa mnapokuwa kwenye malezi, mnatakiwa kuibua hivyo vipawa, mnatakiwa kuvilea hivyo vipawa, mnatakiwa kuvisimamia hivyo vipawa, mnatakiwa kuvitumia hivyo vipawa vya watu. Kuna mtu ana kipawa cha kuimba, kuna mtu ana kipawa hiki, mwingine ana kipawa kile, mwingine hivi. Vinatakiwa kuibuliwa na kufanya nini? Na kutumika kwa faida ya kanisa, lakini kwa faida yako wewe mwenyewe pia na jamii inayokuzunguka. Tulizungumza kwa kina jambo hilo na tukahojiana kwa wakati mrefu kidogo. Kiongozi ni mtu mwenye uwezo wa kuwashawishi watu wengine haswa anaowaongoza wafuate mwelekeo utakaowasaidia kufikia malengo. Washawishi watu wafuate mwelekeo ambao utawasaidia mfikie lengo. Washawishi. Kiongozi lazima uwe na ushawishi, uwe na uwezo wa kufanya nini? Wa kushawishi. Ushawishi kwa maneno yako, ushawishi kwa matendo yako, ushawishi kwa ushuhuda wako, ushawishi kwa maisha yako, ushawishi kwa wewe mwenyewe pia kushiriki. Usiwe mtu wa kuelekeza, wewe fanya hivi, alafu umepigania. Wewe fanya hivi, alafu wewe umetulia hivi. Michango jamani, wewe mwenyewe kwenye daftari lako, kwenye daftari pale, wewe mwenyewe ni zero. Ni kuwa kielelezo wewe mwenyewe, kwa mfano wa kile unachokifanya. Tulizungumza hayo, si ndio hivyo wapendwa? Mimi napita tu ili tuende kwenye kile kitu kipya. Kiongozi ni yule mwenye dira ya uongozi. Dira. Kama hauna dira, utawapeleka wenzako porini. Hivi dira ni nini? Nisije nikawa naongea hata jana, sijui kama niliuliza dira ni nini. Niliuliza dira ni mwelekeo. Diana, dira ni mwelekeo unaokuonyesha ulipotoka, mahali ulipo na unakotaka kwenda. Hiyo si imekaa vizuri? Hiyo ni dira. Kwa hiyo lazima uelewe, hivi mimi nimetoka wapi? Mpaka hapa nilipo mimi nimetokea wapi? Na hapa nilipo ninatakiwa kuelekea wapi? Wewe, lakini pia kundi, ufahamu kundi hili limetoka wapi, lipo wapi, ninatakiwa nilielekeze kwenda wapi. Ufahamu hilo. Lazima hata hivi tunapofanya hizi semina muelewe kwamba hivi hawa viongozi, hawa wachungaji, huyu askofu huyu anapoandaa makongamano haya, anapoandaa semina hizi, anataka tuelekee wapi? Anataka kanisa la kesho na la leo liwe namna gani? Maana kanisa la jana ama maisha ya jana ya kanisa yameshapita. Sasa tuko leo, hapa tulipo leo kanisa na vijana, tunatakiwa tutoke tuende wapi? Takiwa uelewe. Ukisha kuelewa hayo, sasa ndio unawasimamia wenzako kwamba jamani, ngoma kwa sasa inachezwa hivi, tusicheze tena ile ngoma tuliyokuwa tunaicheza zamani. Kwa sasa ngoma inachezwa hivi, mdundo uko hivi, mwelekeo uko hivi. Tunaelewana jamani? Usipokuwa muelewa wewe mwenyewe utaambia, yaani hata sielewi.
yani bwana wa jamaa, yani sielewi eti ni yani basi tu, yani mchungaji anatuletea tu mambo hata sielewi. Sasa unawaambia wale unaoongoza